another aspect or another point on top of what we had preached what we had shared last Sunday. But for the purpose of those who are not here, I kindly want to read from verse 22 again, but I am just going to restrict myself to verse 24 because I have to keep time and I have to bring the message as briefly as I can. The Bible says, Jesus, verse 24, this is verse 22, Mark 11, verse 22, Mark 11. And Jesus answering said unto them, have faith in God, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Amen. Verse 24, the Bible says, therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Bwana asifiwe sana. Now, Jumapili iliyopita, we looked at these verses, and we looked at, the Bible says, if you believe. Jesus said, if you believe. Now, we looked at the reason and the things that we believe. Now, it is important that you know what you believe. And it is important that you know who you believe. Now, if you do not know what you believe, and you do not know what you believe, then it might be difficult for you to get things from God. In other words, what we are saying in the topic that we have been learning the whole of this month is our belief is in God. Our trust is in God. We believe in God. And we looked at some of the scriptures, and we went through some of the scriptures last Sunday as to what we believe and who our God is and why we should believe our God. And there are many other scriptures, if you go through the Bible, that talks about our God, so that as you believe in God, you understand who He is and understand what He is and understand what He has. Bwana asifiwe sana. Now, in verse 24, the Bible says, and I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall receive them. Now, I want to bring another aspect of this believing, because sometimes we want to believe God for things. Tunataka kuamini Mungu atatupatia vitu fulani, na ni vizuri kuamini Mungu atatupatia hizo vitu. Amen. Ni vizuri sana kuamini Mungu atakupatia gari, na ni vizuri sana kuamini Mungu atashughulikia mahitaji yako, na ni vizuri sana kuamini Mungu atakuhudumia na atakulinda na atakuhifadhi na atashughulikia watoto wako, atashughulikia mke wako na mume wako, atashughulikia watoto wako, atashughulikia mambo ambayo yanakuhusu. Ni vizuri sana kumwamini Mungu. However, as you continue to believe, you must understand the belief that we are talking about. We say that this belief is accepting God or taking God at His word. Taking God at His word. In other words, accepting that what God has said is true. Kwa hivyo wakati tunazungumza kuhusu kumwamini Mungu, kuna aspect nyingine ambayo watu hawatakaji kukubali, ambayo is part of belief. That as you continue to believe God, there is an aspect that you cannot ignore in the Christian faith. If you are a believer and you say you believe in God, then the Bible says, Jesus said, therefore I say unto you, whatever things whatsoever you desire, when you pray, believe, and you shall receive them, and you shall have them. Bwana asifiwe sana. Now I want you to understand something, that when you pray and believe, and when you believe, there is something that happens first in the spiritual realm before it happens in the physical realm. Hallelujah. That when you pray to God,
When you call upon the name of the Lord, when you tell God, I want this, and I desire this, whatever it is you are talking to God, it first happens in the spiritual realm. Whatever blessings that God wants to release in your life, they are first released in the spiritual realm before they are manifested in the physical realm. Hallelujah. Now, the time that something is released in the spiritual realm and the time it is manifested, hapo ndio watu wanapoteaga sana sana. You remember, I think it was who? Daniel? Was it Daniel who prayed to God, but the prayer was not answered? Si ni kweli? For a long time the prayer had not been answered until the angel came and told him, maombi yako yalijibiwa kitambo, lakini kuna nguvu za giza ambazo zilikuwa zinajaribu kuzuia nini? Hiyo majibu. Sawa sawa. Now, what makes your prayer reach you after being released in the heavenly realm is your ability to abide in God. Kwa sababu kuna watu wanataka muujiza lakini hawataki Mungu. Haleluya. Kuna watu wanataka kutembelewa na Mungu. Kuna watu wanataka Mungu awatendee mambo lakini hawataki kukaa ndani ya Mungu. Now, when we talk about belief, we are saying lazima ukubali kile ambacho Mungu amesema kuwa ni kweli. Lazima ukubali maneno yake, uweke tumaini lako, you put your trust and confidence in God. And now, if by the time if you ask God to do something to you, the Bible says, Jesus says, whatever you ask, if you believe and you do not doubt, whatever you ask, it shall be given. In fact, the Bible says, believe that you have received them. First of all, believe that you have received them. Now, what that means is that you have not actually received it. But the Bible is saying, believe that you have received them. Hallelujah. Yani, nataka Mungu unifanyie jambo. Yesu anasema, amini kwanza, hiyo umeomba Mungu akufanyie, umeipokea, hata kama huioni. And then Jesus says, you will receive. Hallelujah. You will do what? You will receive. Once you believe, first you must accept and agree that you have received what you have asked. So what actually happens is that what Jesus is actually telling you, accept that there is something that has happened in the spiritual realm. Even if you cannot see it with your physical eyes, accept that it has happened. Now, it might take time to actualize. Inaweza chukua muda wewe kuona ile kitu umeomba. Lakini Yesu anasema, wewe amini kwamba kwanza umepokea. Alafu anasema, ukisha amini utapokea. Hallelujah. Now that is Christian faith. Hiyo ndio sisi tunaamini. Kwamba we are talking about kile masomo yetu hii mwezi imekuwa kuamini ambayo kunaona. Believing that sees. Not seeing so that you can believe. Believing so that you can see. Hallelujah. And therefore Jesus is actually saying, whatever you ask, and that whatever includes everything. Sindio? Kuna kitu yoyote ambayo uko nayo unapitia sahi ambayo haiko part ya hiyo whatever? Whatever, sijui tutai-explain aje. But whatever, Yesu aliposema whatever you ask for. Sijui kama kuna kitu yoyote wewe unapitia ambayo inaweza kuwa iko outside hiyo whatever. So whatever it is, that whatever word means everything that you would want to ask from God. Believe that you have received. Sawa sawa. Now what makes people, ni nini inafanyaga watu wakate tamaa? Umeomba, alafu somewhere along the way unakata tamaa. Umeomba. Because Yesu ametuwekea sharti moja hapa. Kwamba chochote, wacha tutumie Kiswahili, si ndio? Labda Kiswahili inaweza kueleweka. Chochote. Ni sijui kama kuna shida yoyote unapitia
ambaye inaweza kuwa iko nje ya chochote. Na ukumbuke hii si Pastor Maina anaongea, ni Yesu. Sawa sawa. Unajua kama ni Pastor Maina anaongea, chochote ni tofauti. Kweli ama si kweli? Chochote ya Pastor Maina ni tofauti na chochote ya Yesu. Because chochote ya Pastor Maina iko limited. Kuna kitu unaweza nitisha nikwambie ndugu, neema ikutoshe. Hiyo ni kumaanisha, nimetumia tu maandiko kukuambia hiyo iwezekani. Sitaweza kukusaidia hapo. Lakini Yesu anakuambia chochote unachotaka, amini. Ukiomba amini kwanza. Na unakapoamini na uamini kwamba umepokea. Kwa hivyo unapoamini umepokea, haujapokea physically, katika ulimwengu wa kiroho umepokea. Amini kwanza hiyo kitu Mungu ameiwachilia. Kwa sababu ya nini? Because the Bible says he is faithful who has promised. The one who has promised is faithful. God is faithful. You remember we read a scripture here in the book of Numbers that says God is not a man that he should lie, neither is he a son of man to repent. You remember that scripture that we read? That God is not a man that he should lie. Kwa hivyo wakati Yesu anasema chochote ambacho unachotaka, ukiomba amini umekipokea. Alafu Yesu anasema utakipokea. Haleluya. So amini hiyo. Lakini kuna kitu ambacho kinafanyikaga wakati tumeomba na kabla, katikati ya kuomba na hiyo kitu kuachiliwa katika ulimwengu wa kiroho na sisi kuipokea katika ulimwengu huu wa kiasili, kuna kitu hufanyika hapo ambayo inafanya watu wakate tamaa. Na hiyo ndio kitu nataka kuzungumzia kwa ufupi. Bwana asifiwe sana. Nataka uende katika kitabu cha John chapter 14. Because saa ingine tukisema kwamba tuamini tutapata, watu wengi wanataka tu kupata, lakini hautaki huyu Bwana ambaye hupatia hizo vitu. Katika John 14 verse 13, this is what the Bible says, because this is important for every believer, especially when you are having a relationship with God, when you are going to God in prayer, when you are seeking something from God. It is extremely important for you to remember this fact. John 14 verse 13 inasema hivi. And whatsoever you shall ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Alafu inaendelea verse 15 inasema, if you love me, keep my commandments. Bwana asifiwe sana. Now, Yesu anasema hivi, kila ambacho unaitisha katika jina ya nani? Ya Yesu, na utakipokea. Alafu anasema kwamba chochote ambacho utaitisha ama unauliza Mungu Baba atakupatia, ili kwamba atukuze nani? Atukuze mwanaye Yesu Kristo. Now, I want you to remember this. La muhimu sana. Tunazungumza kwamba wewe kama Mkristo usiwe mtu ambaye anakuja kwa Mungu wakati unahitaji. Ukishapata unaondoka. Usikuwe kwamba wewe ni yule mtu ambaye kila wakati unakujanga tu kwa Mungu wakati una mahitaji, lakini wakati mahitaji imeshughulikiwa unaondoka. Hiyo haiwezekani na haitakuwa sawa. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana Yesu alisema wakati unaomba amini umepata. Hata kama haujaona na macho yako, amini unapata. Lakini katikati ya kupata katika ulimwengu wa kiroho na hiyo kitu kuonekana katika ulimwengu wa asili, kuna kitu ambacho Mkristo anastahili kuwa anafanya. Na hivi ndivyo Biblia inasema. John 15 verse 7 inasema hivi, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Sasa Yesu anaongeza kitu kingine hapo. Anasema ndio upate hiyo kitu unataka, you must abide in me. In a simple language, Yesu anasema sio tu kutoa vitu,
but you must abide in me. You must abide in me, and my word must abide in you. In other words, what God